Jambo la tano, tunawaomba viongozi wote wa misikiti kupitia kamati zetu, tunapotoka hapa, mambo ambayo tunapaswa tukayafanye kuanzia sasa, uwe ndio mpango kazi wa kwanza kabisa, ni kuhakikisha tunaandaa daftari maalum la sensa ya waumini wetu katika maeneo yetu. Sensa, kina baba, kina mama, vijana, kuwa na kumbukumbu na rekodi ya waumini waliopo katika msikiti wetu wenye ajira, kumbukumbu za wafanyabiashara, kumbukumbu za wakulima, kila mmoja kwa hadhi yake na fani yake na shughuli zake. Wafanyabiashara tuwajue, watumishi wa serikali tuwajue, na wapo kwenye idara zipi. Huko mbele tutazungumzia swala la umuhimu wa elimu, na kwenye maeneo yetu tuna waalimu wa sekondari, kuna waalimu wa nini, wa primary. Wanaweza wakaja wakatusaidia miundombinu ya namna gani tufanye katika madrasa zetu. Kwa nini wao mtoto atoke darasa la kwanza anajua kusoma, na kuanzia chekechea anajua kusoma, kuandika, kuhesabu, popote ukimfunulia kwenye kitabu anasoma. Halafu sisi kwenye madrasa zetu mtoto mpaka anafikia darasa la 7, kuanzia utoto wake chekechea mpaka darasa la 7 hata juzuu amma hajamaliza. Wanatumia njia gani? Ndio faida nini ya kushirikisha watu? Tutawaita waalimu wote baada ya sensa, waje watuambie wanatumia mbinu zipi. Na mimi huko natamani sana kwamba ifikia tu, kwa sababu mpaka dakika hii madrasa zetu, kila madrasa inaendeshwa kwa muono wa mwalimu aliyopo pale. Kila madrasa inaendeshwa kwa muono wa mwalimu wa madrasa hiyo, na yeye ananukuu huko alikosomea. Hatuna mpango wa silabasi ya pamoja kwamba anayesoma Madrasatur Rahmani akija Mufti Simba ndio kile kile, akienda Takwa ndio hicho hicho. Mufti Simba wana yao, Takwa wana yao, kila mahala wana yao. Ndio maana elimu yetu haina nini, mwendelezo. Watu wanaishia juzuu ya amma, aliobahatika sana anakuwa na uwezo amemaliza masafu, ndio imeishia hapo. Ifikie hatua kwa wakati huu, madhali madrasa tumezijenga katika maeneo yetu kupitia mipango yetu, harakati, tuje tukae na wataalamu wa elimu hawa watusaidie tupate mfumo maalum ambao unaweza ukatufaa katika madrasa zetu, na tunaweza tukaamua kuteua hata madrasa moja katika eneo letu iwe ndio kama madrasa inaitwa elimu ya nini, ya juu, kwamba mtoto akimaliza hatua fulani madrasa hizi za kawaida apandishwe mahala fulani ili akapata elimu ya nini, ya juu. Tutafaulu sana. Naomba hili lizingatiwe na lipate maoni ya hakika. Kwa hiyo tunaomba sensa kila msikiti kuanzia sasa tutakapotoka hapa, maana kikao hichi tunachotoka hapa ndio sasa tunarudi kwenye misikiti yetu tukafanye haya tuliyozungumza, na mtakayoyaona kwa mazingira mnayotoka basi yafanyike. Ndio mwanzo leo tunafungua rasmi utendaji wa kazi za kamati zetu. Kwa hiyo sensa ni jambo la msingi, na sensa hiyo izingatie hali ya mtu na mazingira yake ya shughuli zake. Kama kuna madaktari, kama kuna manesi, na hao tuwajue, wanaweza wakatupa mawazo ya kufanya utaratibu wa kupata namna gani tunaweza tukaandaa mambo ya kiafya katika kata yetu. Tunakokwenda huko ni kuhitajia kwamba
kila Muislamu aone fahari ya Uislamu na kila Muislamu aone thamani ya msikiti, kwa sababu ninahitaji baada ya hapa, pamoja na mipango yote mtakayopanga, lakini lazima msikiti ufikirie ni namna gani ifikie hatua sasa tuwe tuna mpango wa kushusha huduma kwa jamii ya Waislamu, ili Muislamu aone hili nimefanyiwa na Waislamu, avutiwe na kuona ana haja ya kuchangia mambo nini ya dini. Tunasema wajibu wetu wa sasa ni kushuka wapi? Chini kwa waumini. Haiwezekani Muislamu aone haya makundi ya vyama vya mitaani hivi, vyama vya mitaani, mtu yupo tayari atoke Ndala aende Ngokolo kwenye chama. Kwa nini anajituma? Kwa sababu tu akifiwa ameshaambiwa utapata shilingi milioni 1. Ukiwa una harusi utapata shilingi 700,000. Ukiuguliwa utapata shilingi 500,000. Na unatakiwa uchangie hivi. Na kweli akitokea anaona milioni imeingia, 700,000 imeingia, 500,000 imeingia, anaona kile chama ndio kila kitu. Huwezi kumwambia njoo msikitini tuna kikao wakati ana chama ambacho kinamsapoti katika maisha yake. Waislamu tumetapanyika kwa mpango huo. Sasa turudishe. Najua huko kwenye kina baba, kwa kina baba wapo watu kwenye vikundi na kina mama wapo wengine viongozi. Tunatakiwa tuandae mfumo ambao hayo mnayoyafanya huko yarudi kwenye misikiti na yatoe tija katika jamii, ili watu wote tuishi kama familia hii moja. Tusemeni inshallah. Tutawapata watu watakaojitambua, watakaokuwa tayari kuifia dini yao. Kwa hiyo huu mpango unaozungumza ndio unaweza ukaturejesha kati ya viongozi na waumini na kuwarejesha waumini katika misikiti yao. Ikiwa kama mtu ataugua mtaani akaambiwa tu kama mnavyofanya huko, maana wewe kwa mwezi unatakiwa uchangie kitu fulani. Akiugua mwenzetu akilazwa, kila mmoja shilingi 200 na yuko dini anapata shilingi ngapi za kusaidia matibabu? Unafikiria huyu kesho ukimuita kwenye jambo atakataa? Sasa mipango hii lazima irudi katika misikiti yetu. Tusemeni inshallah. Tukifaulu hilo, Mungu atatupenda na mambo yetu wote yatakuwa mazuri. Lakini pamoja na sensa, katika kipengele hichi bii yake, tusiwe viongozi wa misikiti ambao hatuna mipango. Tupo viongozi msikitini lakini hatujui tunapanga nini. Yaani sisi ni watu wa kuja tu, tunaingia kusali na kutoka. Swala la kusali na kutoka ni wajibu wa kila mtu, lakini kuwepo kwako kama kiongozi ni kuhakikisha hili jengo lihudumiwe na watu na Uislamu wahudumie watu. Sasa kuwepo na mipango, na hii mipango ndipo pale naposema lazima jamii fanye nini? Ishirikishwe. Hamwezi kupanga mpango nyinyi kama viongozi, watu 10 ndani ya msikiti, mnapanga mpango wenu unagota kwenye shilingi milioni 3 mathalan, halafu mnaangalia kwenye akaunti yenu mna shilingi 40,000. Mnafanyaje sasa? Lakini hii milioni 3 hii, mkipanga mpango huu mkawaita watu, jamani tuna mpango huu mpango tukiufanya tutafaidika kwa 1, 2, 3, ni rahisi watu kusapoti na kuchangia. Kwa hiyo tu tuna mipango ya muda mfupi na mipango ya muda mrefu. Tujiwekee malengo ndani ya miaka hii 5 ya uongozi wetu huu. Tutapomaliza tuwe tumeacha athari ipi? Kila msikiti uwe na swali hilo, kila kiongozi awe na swali hilo. Baada ya miaka 5 nitaacha nini katika uongozi wangu? Tutaacha nini katika msikiti wetu? Kwa hiyo tuwe na mipango, kila msikiti uwe na mpango kazi wake, na mpango kazi mtakaopanga
leta katika ofisi kuu ya nini, ya kata. Kata wajue kwamba msikiti fulani wana mpango fulani. Hii mipango mtakayopanga ndiyo itakayokuja kutusaidia wakati tutakapozindua sasa ile awamu ya pili ya harakati zetu za kila Jumapili. Ina maana michango yetu italenga kwenye hiyo mipango iliyopo katika msikiti husika. Tumesimamisha kwanza harakati kwa ajili ya kupisha mambo ya uchaguzi, na tumesema mwezi wa 8 wote huu utakwisha ili tujipange. Ina maana kuanzia mwezi wa 9, utakapofika mwezi wa 9 tunaanza ratiba rasmi ya mpango wetu wa kila Jumapili kuchangia maendeleo ya misikiti. Maendeleo ya misikiti yatachangiwa yale ambayo nyinyi mmefanya nini, mmeainisha kwamba mpango kazi wetu sisi ni huu, na fedha zitakapokuja zijikite kwenye ile mpango mlioupanga. Kwa hiyo viongozi wa misikiti kina baba, viongozi wa misikiti kina mama, huu ni mpango utakaoleta tija katika misikiti yetu, na ndio utakaoacha athari ya kutajwa baada ya miaka 5.